Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa mujibu wa kauli za mamufti kutoka nchi mbalimbali na wanawazuoni na watafiti, wamethibitisha kwa kauli moja ya kwamba Waislamu wote waliofungua Ramadhani kwa kusherekea Eid siku ya Jumapili watalazimika kuifunga siku hiyo kwa kuilipa. Si kauli yangu, ni kauli ya mashehe na kauli ya wanawazuoni na mamufti, na tutazisikiza kauli zao hapa. Na pia vile vile wamefafanua kwa kusema ya kwamba haijalishi wewe uko wapi, ukiwa unaishi Ulaya, unaishi Afrika, unaishi nchi za Kiarabu, unaishi nchi za Asia, haijalishi sehemu yoyote ulioko duniani, maadamu wewe ni Muislamu na umesherehekea Eid siku ya Jumapili, utalazimika kuilipa siku hiyo, kwa sababu taarifa za muandamo wa mwezi wa Jumamosi ambapo ndio ilitangazwa kwamba Jumapili itakuwa Eid, taarifa hizo zilikuwa sio taarifa sahihi. Na hata mimi ninayezungumza pia ni mmoja wa wale ambao wamesherehekea Eid siku ya Jumapili, nami pia nalazimika kuifunga siku hiyo kwa kuilipa. Kwa hiyo inshallah tutazisikiliza kauli za wanawazuoni na mamufti hapa ili tuweze kupata uhakika wa hichi ambacho kwamba nakizungumza na hichi ambacho nakieleza inshallah. Kwanza kabisa tutaanza na kauli ya mufti kutoka nchi ya Iraq. Mufti huyu kutoka nchi ya Iraq anaeleza masala haya ya mwezi kwa uhakika na kwa undani na kuyafafanua zaidi. Kwa hiyo tusikilize, tuanze na huyu kisha tukiteremka na mamufti wa nchi mbalimbali pamoja na wanazuoni mbalimbali, na nitakwenda kwa haraka haraka ili nisiweze kuchukua muda mrefu inshallah. المشكلة حصلت في مركز حوطة زدير وفي منطقة تمار في السعودية. نحن لا ينبغي أن نعتمد على هذه الرؤية. لماذا؟ لأننا أثبتنا من خلال التجربة أن هنالك أخطاء فاحشة حصلت في هذه المراصد لعشرات السنين، ولعدة مرات تدفع المملكة العربية السعودية الكفارة وتأمر مواطنيها أن يقضوا يوما بسبب الخطأ في الرؤية، فنحن لسنا ملزمين بما يقرره في حوطة الزير. Kwanza kabisa kabla sijasonga mbele, huyu mwanachuoni anazungumza na kueleza ya kwamba suala la muandamo wa mwezi wa Saudia, anasema kwamba wao hawawezi kufuata qat'an muandamo huo kwa sababu kuna makosa yalipatikana, makosa ya wazi kabisa, makosa ambayo kwamba hayatakiwi kabisa kwa watangazaji mwezi wapatikana makosa kama hayo. Na makosa kama hayo yashapatikana zaidi ya miaka 10 Saudia kutangaza mwezi kinyume na uhakika wake, na ni jambo limejirudia. Kwa hiyo hiyo ni kawaida yao. Kwa hiyo anaendelea kufafanua na anaendelea kueleza swala hilo inshallah, tumsikilize. وأنا أحيل ما قرر في هذا المرصد وفي غيره، هما مرصدان، أحيل نتيجة رؤيتهما إلى الأخصائيين في المملكة العربية السعودية في الجمعية الفلكية في جدة، أو إلى رئاسة المرصد الفلكي السعودي. أحيل ما أدلوا به، الكل متفقون على أن هذه الرؤية غير مقبولة. فإذا كان أهل الاختصاص في البلد نفسه لا يقبلون به، لا يقبلون بهذه الشهادة، فكيف يفرض علينا أن نقبل بها؟ Sasa huyu mwanachuoni vile vile ameeleza jambo jingine kwamba yeye anatoa challenge kwamba ule mwezi au ule muandamo wa mwezi, makosa yaliyopatikana ni makosa ya kielimu kabisa, na watu wenye elimu ya anga, elimu ya nyota, elimu ya falak wanaelewa masala haya. Kwa hiyo anathibitisha kwamba wale wote wenye elimu ya nyota walioko nchi ya Saudia wanayakini na wanajua wazi fika ya kwamba hakukuwezekana kupatikana mwezi siku hiyo. Na ikiwa wao watakubaliana na kauli yake yeye, sasa akasema ikiwa wale watafiti walioko Saudia, watafiti wa elimu ya anga na elimu ya nyota watakuwa na yakini na kukubali kauli yake na wanajua hivyo, ikiwa wao watapinga swala hilo, je, sisi tutalazimika vipi kufuata mwezi wa Saudia ikiwa wenyewe watafiti wao wanapinga na kukataa kwamba hakuna uwezekano wa kuonekana kwa mwezi kabisa? Kauli hiyo ونحن نجزم أن الهلال لا يمكن رؤيته. المشكلة عند بعض المتحدثين، هذا يتكلم
عن مسألة اتحاد المطالع واختلاف المطالع. لا أخي، المسألة ليست اتحاد مطالع ولا اختلاف مطالع، هذا الأمر انتهى وسد الكلام فيه. المسألة تتعلق بإمكانية الرؤية، والرؤية غير ممكنة بحال من الأحوال في كل العالم الإسلامي على أقل تقدير. Vile vile anaelezea mwanachuoni huyu kwamba haya masala yaliyotokea sio masala ya kutofautiana miandamo, hapana. Suala lilioko ni kwamba dunia nzima ilikuwa hakuna uwezekano wa kuonekana kwa mwezi, ama hakuna uwezekano wa kuandama kwa mwezi. Hilo ndilo suala lilioko mezani, sio suala la kutofautiana miandamo, ni tofauti. Kwa hiyo kulingamana na elimu hakuwezekaniwa kuonekanwa mwezi wakati huo kulingamana na kielimu. Kwa hiyo masala ya kielimu tutaingia huko kivipi mwezi haukuonekana, lakini anaelezea shekhe huyu na mwanachuoni mkubwa huyu na ni mufti wa Iraqi masala haya kwa undani zaidi ili tuweze kuyafahamu na kuelewa kinachoendelea. مواقع الحال أن عدم إمكانية الرؤية في آسيا وفي أفريقيا وفي أستراليا وفي أوروبا وحتى في جهة المتوسط والساحل الشرقي من المحيط الأطلسي، يعني حتى منطقة الشرق أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية لا يمكن فيها الرؤية لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة. Anasema kwamba hakukuwezekaniwa kuonekana kwa mwezi wala kuandama kwa mwezi, wala hakuna mtu anayeweza kuona mwezi katika sehemu zote hizo alizozitaja, kuanzia nchi za Kiarabu, nchi za Afrika, nchi za Asia, nchi za Ulaya, Amerika ya Kaskazini, Amerika ya Kusini. Ameelezea masala hayo manake kwa uhakika kwamba dunia mzima hakukuwa na uwezekano wa kuonekanwa kwa mwezi kulingamana na elimu ya falak. فمن أين أتى هذا الذي جالس في حوطة زدير بأنه رأى الهلال؟ Asema sasa hawa waliokuja kutangaza mwezi kutoka nchi ya Saudi Arabia wamekuja na hizi habari, wamezitoa wapi habari hizi? Wameuona wapi mwezi huu mpaka wamekuja kutangaza jambo kama hili kwamba wameona mwezi? Ni mwezi aina gani huu walioona wao, na habari hizi wamezitoa wapi wao, wakati uhakika wa kutonekana kwa mwezi ni dunia mzima? هذا لا يمكن أن يقبله أهل الاختصاص والعلماء، وقد ذكر العلماء ضوابط لقبول هذه الشهادة. لذلك أنصح الإخوة المسلمين بعدم التدخل في أمر لا يفهمون فيه. أهل الاختصاص لهم الحق في الكلام، أما أن يتحدث كل امرئ بما شاء كما شاء هذا أمر غير مقبول. Sasa wanachoni amemaliza maneno yake kwa kusema kwamba hili swala si swala la kila mtu aseme anapotaka. Hili ni swala la wanazuoni na watafiti. Wamethibitisha na wameeleza kulingamana na elimu mwezi hakuna. Kwa hiyo si kwamba mtu yote ataenda kukaa kwa kuwa yeye amepewa cheo na mamlaka azungumze maneno bila elimu kisha watu wafuate mwezi huo apotoshe takriban watu wengi sana, mamilioni ya Waislamu duniani wapotoke kwa sababu ya watu ambao kwamba hawana hata elimu ya masala kama haya. Na wakati wanawazuoni wameshakagua na wameshafanya utafiti na kuthibitisha kwamba hakuna uwezekano wa kuonekana kwa mwezi dunia mzima. Sasa masala haya anatoa nasaha Sheikh kwamba asitokee mtu tu kujisemea maneno tu ili mradi aone kwamba ni mambo manake mambo rahisi au mambo ambayo yako simple. Hapana, tuweni na tahadhari. Sasa wewe ni mwanachuoni kutoka Iraq na wanachuoni ni wengi, lakini mimi siwezi kuweka wengi wote hao kwa sababu ya muda hapa. Wacha nimweke na mwanachuoni kutoka nchi ya Misri na mufti huyu, mufti wa Misri, tumsikilize na yeye anasemaje. فقد استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال المبارك لعام 1446 من الهجرة بعد غروب شمس يوم السبت 29 من شهر رمضان المبارك الموافق 29 من شهر مارس لعام 2025 من الميلاد، وذلك بواسطة لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. هذا وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال المبارك لعام 1446 من الهجرة. وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق 30 من شهر مارس لعام 2025 من الميلاد
هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1446 من الهجرة، وأن يوم الاثنين الموافق 31 من شهر مارس هو أول أيام شهر شوال المبارك لعام 1446 من الهجرة. Huyu mwanachuoni na mufti kutoka nchi ya Misri ameeleza ya kwamba kwanza ametangaza Eid, kwamba Eid itakuwa siku ya Jumatatu badala ya kwa Jumapili, na akaeleza kwamba hiyo ni kutokamana na kutoonekana ama uwepo wa muonekano wa mwezi ama uwezekano wa kuona mwezi ilikuwa hakuna katika siku ya Jumamosi. Kwa ajili hiyo watakamilisha siku ya Jumapili kwamba ni Ramadhani ya 30. Na akaeleza kwamba kulingamana na elimu na ufuatiliaji wa masuala ya mwezi ndilo jambo lililosababisha watu wakaweza kuthibitisha, wanaoziona wakathibitisha kwamba hakuna uwezekano wa kuona mwezi siku ya Jumamosi. Sasa kwa hiyo kauli ya mwanachuoni huyu wa Misri na mufti huyu wa Misri amethibitisha ya kwamba kielimu ya masala ya nyota na watu wa falaki na kuhakikisha zile hesabu na kufuatilia kwa undani swala la mwezi, wamethibitisha kwamba hakuna uwezekano wa kuonekana kwa mwezi siku ya Jumamosi, ambapo Jumapili itakuwa wao wanakamilisha Ramadhani ya 30 na Jumatatu itakuwa ndio Eidul Fitri. Hawa wote wanazungumza kielimu. Kama mtu ataka kuradi ama mtu ataka kupinga haya, anatakiwa apinge kielimu, aseme bwana na mimi napiga kielimu, uwezekano wa kuonekana kwa mwezi ulikuwa upo kielimu hii hapa. Ama kwa uthibitisho tumethibitisha kwa macho, ama kama walivyothibitisha nchi ya Saudi Arabia kwamba wao wameona mwezi. Siku hizi kuna vifaa, huwezi wewe kwamba una macho makali ya kuona mwezi kushinda hata kifaa. Vifaa vinaona mwezi na vina zoom. Kwa nini tusipate kuona hata sisi wengine? Au kwa nini ile jopo la kuona mwezi aone mtu mmoja tu ama wawili tu, iwe watu karibu 20-30 wako pale wameshindwa kuona mwezi, watu wawili peke yao ndo wanaouona? Ile jopo tumelifuatilia pia habari zake. Jopo la kufuatilia mwezi walikuwa watu takriban 30 pale ama zaidi ya 25. Waliouona mwezi ni mtu mmoja mpaka wawili, wengine wote hawauoni, wamefungua macho na kungarisha, hawakuona mwezi. Na hawa waliosema wameuona, watu wametumia na vifaa, ni macho yao yatakuwa ni makali kiasi gani, yenye mwangaza mkali kuona mwezi kushinda hata vifaa na telescope zilizoko pale. Wangeliuona na wakaanza kupiga picha. Hata kupiga picha hawawezi, hata telescope zao hazikuwa na nguvu ya kuona, lakini macho yao yalikuwa na nguvu, kumaanisha taarifa hizo zilikuwa kidogo zina mushkili. Tukisonga mbele katika jopo la wanawazuoni kutoka nchi ya Jordan, habari zao wanasemaje? وبحضور معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وسماحة قاضي القضاة ورئيس المحكمة الشرعية العليا وحضور عدد من أصحاب المعالي والسماحة والعطوفة والفضيلة وثلة من علماء الشريعة الغراء وعلماء الفلك المختصين بأن يوم غد الأحد 30 من شهر آذار لعام 2025 ميلادية هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هجرية، وعليه يكون يوم الاثنين 31 من شهر آذار هو غرة شهر شوال لعام 1446 هجرية يوم عيد الفطر السعيد. Hawa ni wanawazuoni na ni jopo la wanawazuoni katika nchi ya Jordan. Na wanawazuoni hawa pia wametumia kauli ile ile, na wao pia kwa mujibu wa wanawazuoni na mujibu wa kielimu, mwezi haukuweza kuandama, na kwa ajili hiyo siku ya Jumatatu ndio itakuwa Eid, ama siku ya Jumapili itakuwa ni siku ya kukamilisha Ramadhani 30. Na hao wote tuliowaweka ama hao wote tuliosikia, kila mmoja anayekuja anasema kwa mujibu wa elimu na mujibu wa wanazuoni, kwa mujibu wa elimu na mujibu wa wanazuoni. Watu walioona mwezi wameona mwezi kwa njia gani? Kielimu au kwa mujibu wa elimu ya aina gani, au kwa mujibu wa wanazuoni gani? Na ndio maana mwanachuoni na mufti kutoka nchi ya Iraq akasema yeye anatoa challenge kwa wanawazuoni walioko Saudi Arabia, hasa wale wanawazuoni wafuatiliaji wenye elimu za anga
na wenye kufuatilia masala haya kwa elimu ya ndani zaidi, waliobobea katika swala hilo, wathubutishe kielimu zao kwamba kweli ilikuwa kwa uwezekano wa kuonekana kwa mwezi siku ya Jumamosi upo. Lakini akasema hawawezi kwa sababu wanajua hakika kabisa kwamba hakuna uwezekano huo. Ndio pale akasema ikiwa wao wana hakika hiyo kulingana na elimu zao zinakubali kwamba hakuna uwezekano wa kuonekana kwa mwezi, na wao ina maana wakiwa wamethibitisha hilo, ina maana wao hawawezi kukubali muandamo walioutangaza Saudia. Wale wanaozoona Saudia hawezi kukubali muandamo wa wale waliosema wameuona ndani ya nchi Saudia. Akasema ikiwa wanawazuoni wao wataukataa mwezi ule, sisi tutaukubali vipi? Yule mwanachuoni wa Iraq niliyemweka mwanzo. Tusikilize Oman, jopo la mashekhe kutoka nchi ya Oman wanasemaje. فنظرا لأن اللجنة الرئيسة لاستطلاع الأهلة لم تتلقى أي بلاغ حول هلال شهر شوال بأي وسيلة كانت، فقد صدر الإعلان بإكمال عدة رمضان 30 يوما ليكون يوم بعد غد الاثنين بمشيئة الله تعالى هو يوم الفطر. وبهذه المناسبة الكريمة فإنني باسم اللجنة الرئيسة رئيسا وأعضاء أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله تعالى ورعاه أسماء آيات التهاني والتبريكات. Huyo ni jopo la mashekhe na wasomi kutoka nchi ya Oman, na wao pia wakitangaza kwamba uwezekano wa kuonekana kwa mwezi siku ya Jumamosi haukuwepo, na haikuwezekana kabisa kwa watu kuona mwezi siku ya Jumamosi kwa njia yoyote ile, kwa njia ya mashini au kwa njia ya macho ya kawaida. Hakukuwa na uwezekano huo. Kwa ajili hiyo, kwa mujibu wa taarifa kama hiyo, akasema basi Idi itakuwa siku ya Jumatatu na Jumapili itakuwa ni kukamilisha Ramadhani 30. Hawa ni wasomi kutoka nchi ya Oman, na wao wamethibitisha kielimu, na wakasema hakuna uwezekano wa kuonekana kwa mwezi kabisa. Kwa hiyo hilo ni jopo la mashekhe kutoka nchi ya Oman na wamethibitisha hilo. Tuende katika nchi ya Syria sasa. Tusikilize jopo la watafiti katika nchi ya Syria wanasemaje. الساعة 2 ظهرا، وأن الهلال يغرب بعد الشمس بحوالي 20 دقائق، وحيث أن المنهج المتبع في القضاء الشرعي في الجمهورية العربية السورية الأخذ برأي جمهور الفقهاء الذي ينص على أنه لا عبرة باختلاف المطالب متى ثبت رؤية الهلال في إحدى الدول المجاورة يكفي لحدود دخول الشهر في الجمهورية العربية السورية، ولكن بشرط أن تؤكد الحسابات الفلكية إمكانية وصحة الرؤية في الدول التي أثبتت رؤية الهلال، وحيث أن الحسابات الفلكية تجري، وحيث أنه جاء في الحديث الشريف صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فاقتلوا له 30 يوما. وبناء عليه والاستحالة إمكانية الرؤية مقرر وبما لا داعي للشك أن يوم غد الأحد الواقع في 30 من شهر آذار هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الاثنين الواقع في 31 من شهر آذار لعام 2025 وأول أيام عيد الفطر السعيد. Hilo ni jopo la mashekhe na wanazuoni kutoka nchi ya Syria ama Syria. Hao wanathibitisha kwamba kauli yao, mzungumzaji na msemaji na shekhe aliyokuwa anazungumza akithibitisha kwamba hakukuwa na uwezekano wa kuonekana kwa mwezi siku ya Jumamosi, na pia vile vile akaweza kutangaza kwamba Jumatatu itakuwa ndio Eid, Jumapili itakuwa ni kukamilisha siku ya 30 ya Ramadhani. Na akasema hiyo ni kwa sababu wanawazuoni na wafuatiliaji wa elimu ya anga wamethibitisha, na akasema kwamba ikiwa wao wanaangalia mwezi, basi mwezi ili utangazwe lazima kupatikane sharti mbili. Wakasema sharti ya kwanza ni kupatikane kauli kutoka kwa wale wanawazuoni wa elimu ya anga, watu wa falaki wale. Akasema kwanza ipatikane kauli kutoka kwao ya uwezekano wa kuonekana kwa mwezi, kisha pili ipatikane kuthibitika kwa kule kuonekana kwenyewe. Kwa hiyo wanazuoni wanaweza kusema kwamba mwezi utaonekana leo, lakini wakasema lazima na wao waweze kuthibitisha kwa macho yao au kwa njia za telescope na vifaa vingine. Lakini wakasema kulingamana na kauli za wanawazuoni wa elimu ya anga, wamethibitisha ya kwamba hakuna uwezekano wa kuonekana kwa mwezi
na wenye kutizama kwa macho na kutizama kwa vifaa pia wamejaribu, hawakuweza kuona mwezi, basi wametangaza ya kwamba siku ya Jumapili watakamilisha Ramadhani 30 na Jumatatu itakuwa ndiyo Eid. Hawa wote nimewaweka hapa, wanazungumza kielimu, wanazungumza kwa mujibu wa kauli za wanawazuoni na kwa utafiti wa undani kabisa. Si masala ya kukurupuka wala kujisemea ovyo ovyo. Sasa wale wafuatao kwa kusikia tu, kwa kusikia kwamba umeonekana tumefunga, umeonekana tumefungua, hapo inabidi tuweze kutanabahi na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kulingamana na kauli tulizosikia kutoka kwa wanazuoni na watafiti mbalimbali duniani. Kwa hiyo mashekhi waliozungumza masala haya ni wengi sana, na muda sitaki niwacheleweshe kwa kuweka klipu ndefu, sababu sina uraibu wa kuweka klipu ndefu. Mimi huwa napenda klipu zenye fupi zenye kueleweka na kufahamika khalas. Kwa hiyo kwa ajili hiyo ningeliwaomba ndugu zanguni, wale wote tulio sherehekea Eid siku ya Jumapili, manake nikisema walio itakuwa mimi nimejitoa, na mimi pia nilisherehekea Eid siku ya Jumapili. Kwa hiyo tulio sherehekea sote siku ya Jumapili lazima tuifunge Jumapili hiyo, yani lazima tuifunge siku hiyo moja ya Ramadhani. Na tutalazimika kufanya nini? Tutalazimika sisi kuweza kuifunga Ramadhani hiyo ama siku hiyo moja, ikiwa ni ndani ya Shawali hii au ni baada ya Shawali, lakini ndani ya huu mwaka mzima tafuta siku yako uweze kuifunga siku ya Ramadhani ambayo tumeiacha kwa kusherekea Eid bila ya kupata uhakika wa taarifa ya mwezi. Tujitahidini ndugu zanguni. Sisi huku tuliko pia tuliweza kusherekea Eid siku ya Jumapili kwa kuwa tuliamini taarifa zile kama ni za kweli, lakini baadaye zimethibitika zile taarifa hazikuwa za kweli, na waliouona ule mwezi hawakuwa mashekhe wala wanazuoni, walikuwa ni watu ambao kwamba wenyewe wanajijua ni kina nani. Hatuwezi kuwaeleza na kuwaexpose hapa habari zao, ila tu wanawazuoni wameshatupatia kauli zao, na wanawazuoni ni wengi waliozungumza, lakini kwa muda tulionao tumewaweka hao. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kukamilisha Ramadhani ambayo kwamba tumeikosa hiyo moja, na tuweze kuifunga kwa ajili ya kuilipa, na inshallah taala Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala tutakabalie ibada zetu, atutakabalie amali zetu na saumu zetu tulizozifunga inshallah taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.